Na mtazamaji wa Bongo 5 TV, tuko katika eneo ambalo mwili wa marehemu Rauda utaletwa hapa kwa ajili ya kuweza kuchomwa kama mila na desturi zao zinavyoeleza. Mimi naitwa Ibrahim Hilari na hapa ni Makumbusho. Endelea kuwa nasi kwa update zaidi. Ndugu mtazamaji wa Bongo 5 TV, ni huzuni na kama unavyoona huyu ni mtoto wa marehemu. Okay, tuko hapa Mabibo sokoni, lakini pia ni taratibu zinakwenda kuelezwa kuhusiana na ratiba kamili ya kesho, na hapa tuko na Mr. Dennis ambaye yeye ni mdogo wa marehemu Rauda ambaye kwa sasa hivi hatupo naye tena. Kwanza pole sana na msiba Mr. Dennis, lakini pia pole yetu sote. Asante. Okay. Mapema kesho tumesikia kwamba ratiba zitaanza rasmi hapa ikiwemo kuaga mwili wa mpendwa Rauda. Tuambie utaratibu umekaa vipi, lakini ratiba kamili mpaka siku ya Jumapili, siku ya kuchoma mwili. Kesho asubuhi saa 3 tutaenda hospital la jeshi Kurasini, alafu tunamuwaisha nguo ya traditional ya China, then tunaanzia kuleta
Mabibo kiwandani kwake anzia saa 7. Nafika kwa saa 8 tumeshafika hapa. Mafamilia, marafiki, wafanya biashara naye, majirani, watu namfahamu, watu anataka kumuaga hapa. Karibuni sana. Tunaanzia kesho saa 8 mchana fika jioni. Kwa Jumapili tunaanzia saa 2 asubuhi tunafika saa 7. Na labda shughuli hiyo ya kuchoma, tulisikia mtauchoma ndipo mtasafirisha majivu. Samahani. Tutachoma hapa makumbusho. Kesho saa 7 tunaanza kuenda makumbusho. Ambapo itakuwa ni Jumapili sasa. Jumapili, yeah. Basi tunashukuru sana Mr. Dennis. Labda baada ya kupokea ndugu, mke pamoja na mtoto wake, mlivyoenda labda ubalozini, ni kauli gani ambayo labda ubalozi umewaambia kufuatia kifo cha kaka yako? Leo tumeenda ubalozi huko, kupata barua ya ruhusa ya kuchoma kwanza. Na labda hawajawaambia chochote baada ya tukio hili, kwa sababu tunajua ni tukio ambalo ni police case, ni murder case. Kwa hiyo lazima kutakuwa kuna taratibu labda ambazo jeshi la polisi zimefikia. Labda wao kama ubalozi, ni kauli gani ambayo wamewapa nyie kama familia kuhusiana na tukio hili? Yani ubalozi pia ana mazungumzo na polisi mkuu huko kwa ajili kufuatilia kesi na kuendeleaje vipi, na wape mpole kwa familia. Baadaye kupokea shemeji yangu na mtoto. Yani wana mchungu kabisa. Ni kweli nimeshinda kucontrol kwa watu, yani ya kukubali kwamba baba yake amekufa kwa kesi kama hivyo. Sawa, labda sasa kauli yako ya mwisho kwa watu wale ambao wameguswa na msiba huu, ndugu, jamaa, marafiki, labda watu ambao watatamani sasa kuja kushiriki katika shughuli hii, neno lako la mwisho kwao ni lipi? Kama nanipe nafasi nyingine, mimi sitaki kuwa na ndugu yake kabisa. Sitaki kwa sababu yani muda zote atakuwa kaa nyumbani kwangu hapa na chungu kabisa, na chungu. Sorry. Labda kwa kumalizia, ombi lako ni lipi sasa kwa serikali baada ya tukio hili la kikatili ambalo limetokea kwa kaka yako? Ombi lako ni lipi sasa ili sasa tuweze haki labda ya ndugu yako iweze kupatikana, waliohusika waweze kuchukuliwa hatua? Kauli yako ni ipi kwa jeshi la polisi, serikali na mamlaka kwa ujumla? Yani mimi naomba serikali yani jitahidi kulinda yani mwekezaji wanapata haki zao, yani usalama ya maisha, usalama ya samani, bidhaa, yani wote. Pole sana. Na hali ya usalama kwa ujumla katika kipindi hichi chote kabla na baada ya tukio hili ilikuwaje? Labda mazingira yalikuwa yanaruhusu uwezekano wa tukio hilo, au kitu gani hasa kwa kinaendelea katika swala zima la ulinzi na usalama katika eneo hili, hususan Mabibo, eneo ambalo kiwanda chenu kipo? Sorry.